Karibuni Bookstory, elimu ya wote, kujifunza kila kitu katika maisha. Ni vizuri, huu ni mkasa wa kweli kabisa. Je, umewahi kujiuliza kwa nini wazee walituhusia kuwa njia ya mkato usiku wa manane ina gharama? Kwamba kuna milango inayofunguka gizani ambayo macho ya binadamu hayapaswi kuona? Njia ya makaburi sio nzuri kupita usiku. Karibuni katika simulizi ya kusisimua, mkasa wa kweli wa kijana Jibril kutoka kijiji cha Kibebe. Ni kijana aliyedhani ujasiri wake ni ngao, akapuuza onyo la mzazi na kuamua kupimana nguvu na ulimwengu wa roho. Sauti nyororo inayokuita kutoka uvunguni mwa ardhi. Je, Jibril atatoka salama au atabaki kuwa kivuli cha kaburi alilolichokonoa? Hii si simulizi tu ya kutisha, bali ni darasa la maisha. Tunajifunza kuhusu heshima kwa wazazi, hatari za njia za mkato na nguvu ya ukombozi. Kumbuka, elimu hii ni bure kwa kila mmoja kujifunza, kusikiliza na kutafakari. Maisha ni mwalimu, na leo mwalimu anazungumza kupitia kisa hiki. Tega sikio, fungua moyo wako. Katika kijiji cha Kibebe ambako miti ya miombo hupunga upepo wenye sauti ya kusononeka, aliishi kijana mmoja aliyeitwa Jibril. Jibril alikuwa kijana mwenye nguvu na mtanashati, lakini alikuwa na kasoro moja kubwa. Alikuwa na shingo ngumu. Hakuamini katika hadithi za kale wala maneno ya wazee, akidai kuwa hizo ni ngano za kutisha watoto. Siku hiyo, jua lilikuwa limezama na kuacha wekundu wa damu angani. Jibril alikuwa akijitayarisha kwenda kumtembelea mpenzi wake, Zuu, ambaye alikuwa anaishi upande wa pili wa kijiji. Mama yake Jibril, Bia Maria, alisimama mlangoni huku akishika ushanga wake wa kiuno kwa wasiwasi. "Mwanangu, tazama, giza limeingia mapema leo. Naona mawingu mazito. Usiende leo, au ukilazimika kwenda, zunguka njia ya kijijini, usipite makaburini." Jibril alicheka kicheko cha dharau kidogo. "Mama, mimi ni mwanamme. Makaburi ni nyumba za waliolala. Nitapita njia ya mkato ili niwahi kurudi. Usihofu." Alitoka huku akipiga mluzi, akiliacha onyo la mama yake likipeperuka hewani kama jani kavu. Kule kwa Zuu, muda ulitiririka kama maji ya mtoni. Waliketi karibu na duka la chakula la mzee mmoja kijijini hapo. Walikula, walicheka na kuzungumza kuhusu mustakabali wa maisha yao. Jibril alijihisi kuwa mfalme wa dunia. Ghafla, saa ya duka iligonga saa 6 kamili za usiku. Zuu alishtuka. "Jibril, umepitiliza muda. Giza la usiku wa manane si rafiki. Nenda kwa amani, lakini tafadhali usipite makaburini." Jibril, akiwa amelewa na ujasiri wa mapenzi, alimpa busu la paji la uso na kumwambia, "Hata giza liwe nene vipi, upendo wako uninimulikia njia." Alipoingia kwenye njia ya makaburini, hali ya hewa ilibadilika ghafla. Hakukuwa na sauti ya chiriku wala bundi. Kimya cha kutisha kilitawala. Ghafla, pua zake zilikumbana na harufu ya manukato ya ajabu. Ilikuwa ni harufu ya miski na udi, yenye nguvu kiasi cha kumfanya ajihisi kama yuko kwenye ulimwengu mwingine. "Nani anatumia manukato haya hapa?" alijiuliza. Wakati akijaribu kutafuta chanzo cha harufu ile, sauti ya kike, nyororo kama sauti ya filimbi ya dhahabu, ilisikika ikitokea uvunguni mwa ardhi. "Jibril, mbona unanipita? Jibril, njoo hapa mpenzi wangu." Jibril aliganda. Moyo wake ulianza kupiga kama ngoma ya vita. Sauti hiyo haikuwa ya mwanadamu wa kawaida. Iliitwa mara ya pili, kisha ya tatu, safari hii ikiwa na huzuni inayoweza kuyeyusha mwamba. Kwa nguvu asizozijua, miguu yake ilimvuta kuelekea kwenye kaburi moja la kale lililokuwa na mpasuko mkubwa. Alipoinama kutazama, aliona kitu kilichomfanya damu yake igande. Sauti ile haikutoka kwa mtu aliyesimama, bali ilitoka ndani kabisa ya kaburi. Kulikuwa na mwanga wa kijani na kivuli cha mwanamke mrembo ajabu kikimwashiria aingie ndani. Kwa hofu kuu, Jibril alipiga kelele iliyopasua ukimya wa usiku na kuanza kukimbia. Alikimbia huku akihisi vishindo vya miguu nyuma yake, na kila alipogeuka, aliona ile harufu ya manukato inazidi kuwa nzito. Alifika nyumbani na kuubamiza mlango. Mama yake aliamka kwa mshtuko. Jibril alikuwa akitetemeka, meno yakigonga na macho yakiwa yamemtoka. "Mama, kaburi limeongea nami." Mama yake alimkumbatia, lakini alijua ni kuchelewa. Tangu usiku ule, Jibril hakuwa Jibril tena. Alianza kukaa peke yake gizani. Alianza kumuona mwanamke yule mrembo wa makaburini kila anapojitazama kwenye kioo. Alionekana akicheka na kuongea na kuta za nyumba. Mama yake akimuuliza, "Mwanangu, mbona unajiongelesha?" Jibril anamtazama mama yake kwa macho yasiyocheza na kusema, "Mama, mbona yuko hapa? Ananiambia ananipenda. Mbona umuoni?" Jibril alidhoofika mwili.
Akawa anaishi nusu mtu, nusu kivuli. Furaha yake ilizikwa kwenye lile kaburi la usiku wa manane. Baada ya kuona mwanawe anazidi kudhoofika, akizungumza na hewa na kukataa kula, Bi Owasi, Maria alijua kuwa nguvu za kibinadamu pekee hazitoshi. Alikumbuka maneno ya marehemu mumewe, giza linapomeza nuru ya mtu, ni lazima utafute taa ya kale. Usiku wa manane, Maria alifunga safari hadi kwenye nyumba ya mzee Mkulu, mzee wa kitalasimu aliyekuwa na umri wa miaka karibu 100. Baada ya kuelezea mkasa wa Jibril, mzee Mkulu alitikisa kichwa kwa huzuni na kusema, "Mwanangu Maria, Jibril amegusa kile wazee walichokiita kivuli cha usiku." Alijibu sauti ambayo haikuwa inamwita yeye, bali ilikuwa inatafuta roho ya dhabihu ili iweze kuishi. Mzee Mkulu alimpa Bi Maria mchanganyiko wa majani ya ajabu na kumwambia, "Nenda, mwoshe mwanao kwa maji haya wakati jua linachomoza. Lakini jua hili, ili Jibril apone, ni lazima yeye mwenyewe aamue kutoitazama tena ile sura ya mwanamke wa makaburini. Kama moyo wake bado unatamani ile harufu ya manukato, hakuna dawa itakayomponya." Maria alirudi na kufanya kama alivyoagizwa. Wakati anamwagia Jibril yale maji ya dawa, kijana huyo alianza kupiga kelele za maumivu makali, huku akidai kuwa anamuona yule mwanamke akimwambia, "Usiniache, Jibril. Nitakupatia kila kitu." Hapa ndipo funzo kubwa lilipojitokeza. Jibril alikuwa katikati ya mapambano mawili, upendo wa kweli wa mama yake na ahadi za uongo za kivuli cha makaburini. Kwa dakika kadhaa ambazo zilionekana kama karne, Jibril alitumbua macho akitazama upande ambao mama yake hakuona kitu. Mwishowe, kwa sauti ya kukata tamaa, Jibril alipiga kelele, "Ondoka, wewe si wa ulimwengu wangu." Ghafla, harufu ile ya manukato ilitoweka na kubadilika kuwa harufu ya udongo mbichi uliokaa muda mrefu. Jibril alianguka chini na kulala usingizi mzito kwa siku 3 mfululizo. Alipozinduka, Jibril alikuwa kijana tofauti. Hakuwa na dharau tena, na ule ujasiri wa kijinga ulikuwa umeyeyuka na kuwa hekima. Alirudi kumwona Zuu, lakini safari hii hakukubali giza limkute akiwa nje. Mafunzo ya kumalizia simulizi hii kwa jamii. Upendo wa wazazi ni kinga. Bila maombi na juhudi za mama yake, Jibril angepotea kabisa. Daima heshimu sauti ya mzazi, kwani ina nguvu ya kiroho ya kukulinda. Mstari wa giza na nuru. Kuna mipaka katika ulimwengu huu ambayo mwanadamu hapaswi kuivuka kwa dhihaka. Maeneo kama makaburi yanahitaji heshima, staha, na si sehemu ya michezo au njia za mkato usiku. Uhuru wa kuchagua. Hata unapokosea na kuingia kwenye mtego wa giza, ukombozi huanza na wewe mwenyewe. Jibril alipona pale tu alipoamua kuikataa ile sauti kwa kinywa chake mwenyewe. Kijiji cha Kibebe kilibaki salama, na kila mpita njia anayekaribia makaburini usiku hukumbuka kisa cha Jibril na haraka haraka hubadilisha njia, akijua kuwa si kila kinachonukia vizuri kina kheri. Karibuni Bookstory, elimu ya wote, kujifunza kila kitu katika maisha. Ni vizuri, huyu ni mkasa wa kweli kabisa.